Kwa maneno haya Mwandambo ana maana kwamba waliopiga kelele alipopotezwa, alipochukuliwa kwa namna zenye utata, hawakuwa na faida yoyote, hawakuwa na maana yoyote. Ni mke wake tu na watoto wake ambao ndio walio na maana. Lakini watu wasio wepesi kusema Mwandambo hapa atakuwa amehongwa hapa. They have to know, mimi ninapowekwa ndani, anayepata shida ni mke wangu, wanaopata shida ni watoto wangu. Ungekuwa na akili timamu ungegundua kwamba waliopata shida zaidi ni wale waliopaza sauti na kupiga kelele zaidi kwa ajili yako. Mke wako, watoto wako walifanya nini zaidi ya kutoa taarifa kwa walio na ujasiri wa kupiga kelele, wewe ukiwa katika hali zenye utata? Kwa nini wao wasipige kelele kama ndo wanaoumia sana, kama ndo wenye maumivu makubwa sana? Kwa nini wasipige kelele za moja kwa moja wakasikika? Hawa wanaowategemea, wanaowapa taarifa, jamani, amechukuliwa hapa Inyara, amechukuliwa kwa namna kwenye Land Cruiser, hawa wanaowakabidhi wapige kelele, haujui kwamba wamejihatarisha sana kuliko watoto wako, kuliko mke wako, ili wewe ikiwezekana usipotezwe. Haitoi tafsiri kwamba hawa ndio wanaoumia zaidi, waliojihatarisha zaidi kukupazia sauti, kukupigia kelele kwa namna ambayo inawezekana kabisa ndio iliyopelekea usiteswe zaidi huko polisi, ama usipotezwe kama wenzetu maelfu waliopotezwa. Mtu kuumia unampima kwa kipimo gani? Mtu kuumia, watu wanaoumia kwa kipimo gani? Hii ina maana mchango ama waliokupigania, waliopiga kelele, mchango wao hauna maana. Ukuwaomba, huwahitaji. Usimtukane mamba kabla hujavuka mto. Usimtukane mkunga wakati bado unazaa. Usinyee kambi mavi, safari bado ni ndefu. Hawa ambao leo pengine unaona ni kama wanafanya kazi nzuri, hivyo walivyoua, umesema kazi yao unaithamini, wana uwezo mzuri wa kukutumia, alafu baadaye akakudampo ama akakufanya mbuzi wa kafara. Hawa waliojitoa zaidi hawapati chochote kutoka kwenye ulaji unaopata wewe. Zaidi walikuwa na kuona ni kama uko tayari kupoteza nafsi yako kwa ajili ya nafsi za wengine wanaoonewa na wanaoteswa, kama wao walivyopata madhara, kama sisi tulivyopata madhara. Wameuawa ndugu zetu kwa ajili ya kuwakingia kifua watu wengine wasifanyiwe kama ulivyokuwa unafanyiwa wewe. Wasipotezwe, wasiuawe kama maelfu walivyouawa kwa sababu ya vyeo, kwa sababu ya rasilimali ambazo zinawanufaisha hawa wanaosema wanatuonea wivu kwa sababu ya rasilimali zetu. Wala hazitunufaishi sisi wengine. Hatuna magari kama yao, hatuna nyumba kama zao. Watoto wetu hawako hai kama watoto wao, na ambao watoto wenu wako hai hawako salama, awali hawasomi shule, hawatibiwi kama watoto wao. Lakini pia watu wanatakiwa kuelewa kwamba wasipende kuwa wepesi wa kuzomea unapokuwa umetamka jambo fulani labda la kuunga mkono kitu cha serikali. Na watu wanatakiwa kujua Mwandambo ni shujaa, yes, ni jasiri, yes, lakini pia ni binadamu. Biblia unayoitukana ndio iliyotoa ushauri kwamba usianze kujenga gorofa wakati hujui utakavyomaliza. Watu watakucheka ukiishia njiani kwamba alianzaje kujenga na alikuwa hajui jinsi ya kumaliza. Akili yako ingekuwa sawasawa, ungekuwa unajua polisi watakapokuja kukuchukua hawaendi kukupiga mabusu. Hayo unayoyasema, watakapokuchukua wataenda kutafuta namna kukufanyia torturing. Sio lazima wakupige torturing,
Kuna mazingira hayo hayo aliyokuwa na kuweka na hizo hofu na namna walizokuwa na kujia kwa namna kadha wa kadha vitisho. Kwa hivyo vile kwanza inaonyesha tu watu ulivyoingia, ulianza jamani, nimekosa, sitarudia tena, nimekosa, nitakuwa upande wenu, nitawasifia kwa kila. Ndio maana hata hawakufanyia torturing ya nguvu. Msemaji mmoja, kijana mmoja anasema Mwandambo ni shujaa akiwa mbali ya adui, ni soft akiwa karibu na adui, ni msaliti akiwa mikononi mwa adui. Huo sio ushujaa. Unapopinga mauaji na uuaji wa hii miuaji, lazima ujue utakapofika mikononi mwao watakufanyia yale yale waliowafanyia wale ambao ulikuwa unawatetea, uliokuwa unawapigania. Au wewe kwa sababu upiganii vifo, unasema vifo ni kazi nzuri, walivyoua ni kazi nzuri utakayotakiwa kuitetea. Lakini unatakiwa ujue sisi ambao umesema tumekimbia after all, tumekimbia baada ya watoto wetu kuuawa kikatili. Tumekimbia baada ya kuingia na kutoka polisi, kutoka gerezani mara kadhaa, lakini hatukubadilisha maneno. Tukakimbia kwa sababu inawezekana ushuhuda wetu unaweza ukawa na nguvu, tukiendelea kusema kwenye eneo ambalo kidogo inaweza katupa nafasi na nafuu ya kusema. Shujaa jeshini wanasema kukimbia nako ni ushindi. Shujaa si yule anayelisaliti kambi. Shujaa ni yule aidha anakomaa mpaka dakika ya mwisho, anauawa wakati anatetea hoja yake, au anakimbia asisaliti hoja yake. Lakini ukitaka watu wakujue tu kwa namna nyepesi kwamba umesha kuwa kibaka, ulikuwa kibaka uliyejificha, ambaye pengine kwenye kinachodhaniwa ujasiri ulikuwa unatafutamo kaulaji fulani, lakini umekuwa kibaka rasmi baada ya kupitia kwa kipindi ambako hatujui hata mna makubaliano gani na miuaji hiyo. Kwenye ile eneo la kwamba simu jana yake, siku ya kwanza uliofanya interview ulisema watu wamekununulia simu, wametoa 500,000. Siku ya pili unafanya interview unasema nina kisimu tu cha nina kiraini nimesajili, sina simu na unga. Ujue umeshakuwa kibaka ambaye watu inatakiwa wafahamu zaidi ya baadhi ya vimaneno vinavyoonekana umeongea, bado ujasiri wako wategemea Mwandambo atakuwa ni yule. Wewe ni kibaka msaliti. Wewe ni sehemu ya wauaji ambaye inawezekana hujawahi kuachana nao wakati wowote, na ndio maana hoja zao zinazogusa mauaji hazikuhusu wewe, hazikuhusu. Hata ukiziongelea sio kwa namna ya kuonyesha uhai ni kitu cha maana kuliko rasilimali. Mimi polisi Mbeya polisi zangu, simu zangu ziko 2. Polisi kuna simu zangu 2. Kwa hiyo hapo unavyoniona sina simu, yani hapa nadaka tu simu za kutumia za watu. Unaunga. Nimesajili kalaini kangu juzi kamda. Kaambia mke wangu anitumie namba ya NIDA. Kwa sasa hivi sina. Lakini nimefika hapo mjini, unaiona simu hapa? Hii simu unaiona hii? Nimefika Kariakoo, shabiki wangu wa mtandao ni Mwandambo. Vipi? Nikamwambia ndio nimetoka polisi. Baba, nasikia amekunyang'anya simu. Kasema nakununulia simu. Katoa shilingi 500,000 cash. Hii simu nimenunua jana. Nimenunuliwa na mteja. Mwisho nimalize kwa ukakasi
wa moja kwa moja kwamba Mwandambo, lakini ukiwa kwenye matatizo, vyombo vya habari hivi ambavyo umefanyia navyo mahojiano vikakupa airtime, vikakuruhusu usemeseme, inatoa tafsiri ya kwamba wewe sio mwenzetu. Hivi vyombo tunavifahamu, hasa hivi ambao vimekutumia. Watu wa Jambo kwa kipindi kikubwa walikuwa ni kama wameamua kusimama kwenye upande wa wanaolia, upande wa haki, lakini aidha maisha yao waliyaona yana thamani kuliko maisha ya watu wengine, au asali iliwanogea zaidi. Sasa kwa kipande kubwa, hata kama wanafanya kazi ambao wana mbegu ya haki, lakini inawezekana wako chini ya under control ya watu ambao maisha yao ni ya thamani kuliko maisha ya wanaouawa na waliouawa, au asali ni tamu kuliko uhai wa watu. Kwa hiyo pia vyombo tu ambavyo sasa vimekudaka juu kwa juu, wengine tunajua ni kama kampango. Vyombo vya habari hasa hivi huwa vinaogopa sana vikijua mtu amenyoka kutoka moyoni mpaka kwenye hali halisi, kwenye mwonekano na maneno yake. Mimi ni moja wa watu hao. Taarifa zangu, kesi zangu, matatizo yangu, vyombo hivi havikusema chochote. Na hata nilipokuja kutoka gerezani, wako waliojaribu kutaka kusema, walipopata taarifa, walipouliza wakubwa zao, hawakujitokeza. Ndio huyo Kevin alikuwa akiwa Mwanahalisi aliwahi kuja kunihoji, lakini katika hali ya kujizila ambayo inawezekana hata huko Mwanahalisi alipata matatizo, huenda kwa sababu ya kuchokonoa habari, mfano wa habari zetu sisi vyombo vilikuwa vinatukimbia, vyombo vilikuwa vinatukataa. Lakini sasa kwenye nchi yetu kwa sasa tuna vyombo vya kutafutia ugali, vya kulia ugali, sio vyombo vya kutoa taarifa zinazotakiwa ili hatua stahiki ichukuliwe. Sijui itakuwa vyombo, itakuwa ni vyombo vya habari. Mimi nahisi ni vyombo vya ugali. Kwa hiyo utakapokuwa unakuwa karibu na vyombo ambavyo wengine tunahisi ni vyombo vya ugali, inawezekana kabisa na wewe ukawa ugali au chombo cha ugali. 0101 mzee mmoja hovyo zaidi, na utakuja kufahamu mtu ni utu. Mtu ni kufanya sahihi sawa sawa katika hali zote. Hongera na asante yote aliyenisikiliza na kujifunza lolote. Amen.